Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii Tanzania leo. Hatimaye habari njema kwa Tundu Lissu mahakamani akiwa gerezani ndani ya kesi inayomkabidhi ya uhaini. Furaha za shuhudiwa Chadema baada ya Samia Suluhu na serikali yake ya CCM hatimaye kulegeza kamba kwa mara ya kwanza kwa kesi yake ya uhaini. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu na nikuonyeshe ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Habari za maendeleo makubwa ya kisheria katika kesi ya uhaini inayomkabili makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu zimeibua upya sura ya mahakama na kisiasa ya Tanzania leo, huku wafuasi wakieleza uamuzi wa hivi punde wa serikali ya Samia Suluhu wa CCM na wa mahakama kuwa ni wakati wa matumaini uliosubiriwa kwa muda mrefu. Hii ni baada ya kulegezwa kamba. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ya Dar es Salaam imethibitisha kuwa kesi hiyo ambayo ilikuwa imezuiliwa na kusimamishwa kwa muda mrefu kwa wakati usiojulikana, hatimaye rasmi kesi hiyo itaendelea kusikilizwa kikamilifu tarehe mpya iliyotangazwa sasa hivi, hatua ambayo wengi ndani ya upinzani wanaona kuwa ni hatua ya uwazi na mchakato unaostahili baada ya miezi kadhaa ya sintofahamu na kesi hiyo kusitishwa ghafla. Kwa mujibu wa ratiba rasmi za mahakama, kesi hiyo ya Tundu Lissu ya uhaini iliyosajiliwa kwa jina la kesi ya kikao cha jinai namba 19605 ya mwaka 2025 imepangwa kusikilizwa kuanzia Februari tarehe 9 mwaka 2026 hadi Machi tarehe 6 mwaka 2026. Mtazamaji, inakuja kama afueni kubwa kwa Chadema na Tundu Lissu baada ya kulia na kulalamika kwa muda mrefu kwa kesi hiyo kusitishwa bila tarehe rasmi kuwekwa, lakini hatimaye mahakama na jaji mkuu wameweza kuweka Februari tarehe 9 hadi Machi tarehe 6 siku za kusikilizwa kesi hiyo ya uhaini. Hatua hiyo inafuatia kutolewa rasmi kwa hati ya wito wa mahakama kwa Tundu Lissu kuagiza afike na kushiriki katika shauri hilo. Kwa wafuasi wake, ukweli kwamba suala hilo sasa limewekwa kwa udhabiti kwenye kalenda mahakama mwaka huu inatafsiriwa kuwa habari chanya na nzuri, kuashiria kwamba awamu ya muda mrefu ya kabla ya kusikilizwa imefika kikomo na huenda Tundu Lissu akaweza kusikiliza na hata kushinda kesi hiyo. Mahakama Kuu imedokeza kuwa kesi hiyo ya Tundu Lissu ya uhaini itasikilizwa na jopo la majaji watatu ambao ni Jaji D. Ndunguru pamoja na Jaji J. Karayemaha na Jaji Kiwonde. Mtazamaji, hata hivyo, waangalizi wa sheria wanaona kuwa uteuzi wa benchi kamili unasisitiza uzito wa mashtaka, huku pia ukitilia mkazo matarajio kwamba kesi hiyo itashughulikiwa kwa ukali zaidi wa utaratibu. Kwa Tundu Lissu na timu yake ya wanasheria, muundo huu unatoa hakikisho kwamba suala hilo litachunguzwa kwa kina. Udhibitisho wa ratiba mahakama pia uliwasilishwa na mkurugenzi wa sheria wa taifa wa Chadema Gaston Galubindi, ambaye aliwataka wanachama wa Chadema wa chama hicho cha Tundu Lissu na wananchi kwa ujumla wa Tanzania kufuatilia shauri hilo kwa karibu na kwa makini katika kesi ya uhaini. Alitaja vikao vijavyo kuwa ni mtihani muhimu wa uhuru wa mahakama, uwajibikaji na uzingatiaji wa sheria. Ndani ya chama, tangazo hilo limeonyeshwa kwa upana kama hatua ya mabadiliko baada ya kile wanachokiona kuwa ni kipindi kirefu cha shinikizo la kisheria na kisiasa. Kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu mkabili kwa muda mrefu sasa imekuwa ikivutia hisia za kitaifa na kimataifa kwa kiasi kikubwa kutokana na umaarufu wake Tundu Lissu kama kiongozi mkuu wa upinzani Tanzania na historia yake ya kuikosoa serikali kwa uwazi. Hata hivyo, tangu kufunguliwa kwa mashtaka hayo ya uhaini dhidi yake, kesi hiyo imekuwa kitovu cha mjadala nchini na nje ya nchi kuhusu makutano ya kisheria na siasa nchini Tanzania. Wafuasi wanahoji kuwa mashtaka hayo yanachochewa kisiasa, huku waendesha mashtaka wa serikali wakishikilia kuwa suala hilo ni la kisheria na lazima liamuliwe na mahakama. Hata hivyo, kilichofanya maendeleo ya hivi punde kujulikana hasa ni mtazamo miongoni mwa duru za upinzani kwamba mahakama hatimaye inaruhusu kesi hiyo kusonga mbele baada ya kusimamishwa kwa muda usiojulikana kwa njia pia ya uwazi na yenye maamuzi. Kwa miezi kadhaa, ucheleweshwaji na masuala ya kiutaratibu yalikuwa yamechochea kufadhaika na uvumi, huko serikali ikishambuliwa kwa kuweza
kutatiza kesi hiyo ya Tundu Lissu. Ratiba rasmi ya kusikilizwa kwa kesi sasa inaandaliwa kama ishara kwamba mchakato wa kisheria unaingia katika awamu muhimu zaidi na inayoweza kuamua iwapo Tundu Lissu ana makosa au ataachiliwa huru. Ndani ya Chadema, habari hizo leo zimepokelewa kama tukio adimu la matumaini katika kesi ambayo wengi wanaamini kuwa imewalemea viongozi na wafuasi wa chama hicho kwa muda mrefu. Maafisa wa chama wamesisitiza kwamba wanaona vikao vinavyokuja sio tu kama shindano la kisheria, lakini kama fursa kwa mahakama kuonyesha kutopendelea na kudhibitisha tena ulinzi wa kikatiba kwao. Hatua ya mahakama sasa inawakilisha fursa kwa Tundu Lissu hatimaye kukabiliana na mashtaka katika jukwaa linaloongozwa na sheria badala ya porojo za kisiasa mitandaoni. Zaidi ya duru za vyama, mashirika kiraia na wachambuzi wa sheria pia wamezingatia maendeleo hayo. Wengi wameeleza kuwa uamuzi wa kuendelea kusikilizwa kwa usikilizaji kamili unaweza kusaidia kurejesha imani katika mchakato wa mahakama, wakati ambapo imani ya umma katika taasisi mara nyingi hujaribiwa na kesi za juu za kisiasa. Kesi hiyo sasa inaangaliwa kwa karibu kama kigezo kinachowezekana cha jinsi masuala nyeti yanayohusu viongozi wa upinzani yanavyoshughulikiwa. Mashirika ya haki za binadamu ndani ya Tanzania na nje ya nchi kwa muda mrefu yameeleza wasiwasi wake juu ya athari za mashtaka ya uhaini dhidi ya viongozi wa kisiasa, yakisema kuwa kesi hizo zinaweza kuwa na athari mbaya kwa uhuru wa kujieleza na ushiriki wa kisiasa. Uthibitishaji wa tarehe za kusikilizwa kwa kesi umeibua maslahi mapya kutoka kwa waangalizi wa kimataifa ambao wanatarajiwa kufuatilia mwenendo wa kesi kwa kufuata viwango vya haki vya kesi na kanuni za kisheria za kimataifa. Kwa Tundu Lissu mwenyewe, uamuzi wa mahakama kuendelea unawakilisha kile ambacho wafuasi wake wengi wanakieleza kuwa ni habari njema. Katika kesi ambayo imeweka kivuli kirefu juu ya maisha yake ya kisiasa, Tundu Lissu, ingawa mashtaka bado ni mazito na matokeo yake hayajulikani, fursa ya kujitetea mbele ya jopo la majaji inatazamwa kwa makini kama hatua muhimu ya kusuluhisha suala hilo kwa njia halali mahakamani. Serikali kwa upande wake imeendelea kusisitiza kuwa kesi hiyo ya Tundu Lissu inapaswa kueleweka kikamilifu ndani ya mfumo wa sheria. Maafisa wamekariri kwamba hakuna mtu binafsi, bila kujali mfungamano wa kisiasa, ambaye hayuko juu ya uchunguzi wa kisheria, na kwamba mahakama ndiyo mahali mwafaka pa kubaini hatia au kutokuwa na hatia. Kwa mtazamo huu, vikao vilivyoratibiwa vinaonyeshwa kama ushahidi kwamba mchakato unaofaa unafuata. Hata hivyo, wakati huo athari za kisiasa za kesi hiyo ni ngumu kupuuza. Wafuasi wa Tundu Lissu wanasema kuwa mwenendo wa kesi hiyo ya muda mrefu wa kesi na uzito wa mashtaka umekuwa na madhara mapana kwa majadiliano ya kisiasa Tanzania, kukatisha tamaa upinzani na kuimarisha mitazamo ya haki ya kuchagua. Kwa hiyo vikao vinavyokuja mahakamani vinaonekana si tu kuwa ni vita vya kisheria kwa Tundu Lissu, bali kama wakati ambao unaweza kutengeneza mustakabali wa siasa za upinzani nchini. Mwitikio wa umma kwa tangazo hilo umekuwa wa haraka, hasa kwenye mitandao ya kijamii ambapo wengi wamekaribisha kile wanachokiona kama mafanikio yaliyosubiriwa kwa muda mrefu. Maneno ya utulivu na matumaini yameenea miongoni mwa wanachama na wafuasi wa Chadema ambao wana matumaini kwamba mchakato wa mahakama utatoa ufafanuzi na hatimaye utetezi wa kiongozi wao Tundu Lissu. Wataalamu wa sheria wanaonya hata hivyo kwamba ingawa kuratibiwa kwa kesi ni hatua muhimu ya kiutaratibu, hakuamui matokeo rasmi. Wanasisitiza kuwa uhaini ni miongoni mwa makosa makubwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania na kwamba mahakama itapima ushahidi kwa makini kabla ya kufikia uamuzi rasmi.